Brenda Anna Spencer, mtoto huyu alipewa zawadi aina ya bunduki 22 caliber rifle kwenye sikukuu yake ya kuzaliwa baada ya kufikisha miaka 16. Brenda Anna Spencer aliyekuwa na matatizo ya hasira za mara kwa mara sasa kakabidhiwa chuma. Baada ya zawadi nyingine kama viatu, nguo, haikuchukua muda. Ilipofika Januari 29, 1979, Brenda alichukua silaha yake na kwenda shule. Alijiseti dirishani kama sniper mzoefu na kuanza kufyatua risasi kwa walimu na wanafunzi. Aliua walimu 2 na kujeruhi wanafunzi 8 pamoja na polisi 1. Na alipoulizwa, Brenda, kwa nini umefanya hivyo na waandishi wa habari, jibu lilikuwa ni moja, tunachukia Jumatatu. Alifungwa kifungo cha miaka 25. Alicia Bustamante. Wakati wasichana wengi kwenye umri wa miaka 15 huandika kuhusu stori za mapenzi, nyimbo kwenye diary zao, lakini ilikuwa tofauti kwa Alicia. Alipenda kuandika jinsi ya kufanya mauaji. Tarehe 21 Oktoba 2009, Alicia ndipo alipoamua kuweka stori zake alizokuwa akipenda kuandika kwenye uhalisia. Alimchukua rafiki yake Elizabeth Olton aliyekuwa na miaka 9 msituni alipokuwa ameshachimba kaburi lake siku chache kabla. Ndio alijiandaa kufanya kitendo hicho. Alicia alimkatakata mtoto yule Elizabeth kumzika katika kaburi ambalo alikuwa ameshaandaa, kisha kwenda nyumbani kama hakuna kitu kilichotokea. Baada ya uchunguzi wa siku 2 zilipatikana evidence za mauaji moja kwa moja kwenye diary yake. Alicia aliandika jinsi gani alivyojisikia baada ya kufanya kitendo kile. Alijisikia vizuri na furaha baada ya kufanya kitendo kile. Alicia baada ya kukubali alihukumiwa kifungo cha maisha. Graham Young. Ndani ya miaka 14 tu, Graham alipenda kusoma toxicology, yani masuala ya sayansi ya sumu. Alianza kufanya majaribio yake halisi kwenye familia yake. Graham alichanganya sumu zake alizotengeneza kwenye maabara yake kama Einstein Newton kwenye chai. Baada ya muda wa zoezi hilo, alifanikiwa kupoteza maisha ya bibi yake na baba yake mzazi, na badala ya uchunguzi madaktari waligundua ni sumu. Na Graham ndo aliyefanya kitendo kile. Graham alichukuliwa na kupeleka hospitali za wagonjwa wa akili, lakini cha kustaajabisha, huko aliwapa sumu wenzake. Hali ilifanya aachiwe. Baada ya Graham alipata kazi na baadaye muda wafanyakazi wakaanza kuumwa kwa sumu. Hapo ndipo alikamatwa tena kwa mara ya pili na akafungwa kifungo cha maisha. Lionel Tate. Baada ya kuangalia sana mchezo wa Meleka WWE na bila kupata mtu wa kucheza naye, ndipo Lionel Tate mwenye umri wa miaka 12 alimchukua dada yake Tiffany Unis mwenye umri wa miaka 6 wacheze mchezo huo. Lionel Tate aliweka masomo yake yote, hasira, nguvu, staili zote, mpaka Tiffany Unis alipopoteza maisha badala ya dakika 45 za kusulubiwa na Lionel Tate. Tiffany Unis alivunjika mbavu zake, shingo, na pia alivuja damu sehemu za ndani ya mwili wake. Lionel Tate alifungwa kifungo cha maisha alipokuwa na umri wa miaka 12 tu. Lionel Tate aliachiwa mwaka 2004 baada ya sentensi ya kifungo kufutwa, japo haikuchukua muda sana kukamatwa kwa wizi na kufungwa tena mwaka 2005. John Venables na Robert Thompson. Mwaka 1993 Liverpool, Uingereza ilishtushwa na tukio la kutisha. Watoto wa miaka 10 tu, John Venables na Robert Thompson, walipomtorosha mtoto wa miaka 2 James Berger, na baada ya mama yake kuwepesa macho kidogo tu, watoto hawa walimuiba mtoto huyo. Wengi tunajua safari za watoto ni kwenda kucheza, ila lengo la watoto hawa lilikuwa tofauti kwa mtoto huyo James Berger, na walipoulizwa walidai kwamba ni mdogo wao. Walipofika mbali mwisho wa njia za treni, kilichofuata ilikuwa ni zaidi ya kipigo kizito alichompiga mtoto mwenzao, na baada ya muda walimchoma na kipande cha chuma ambacho kilipelekea kifo chake. Walimwacha pale pale kwenye njia ili ionekane kama ni ajali, lakini baada ya uchunguzi wa CCTV kamera walishikwa. Kiumri sio kigezo tu kilichowastaajabisha watu wengi, ila iligundulika baada ya hojiwa kwamba hilo lilikuwa ni zoezi lao la pili baada ya zoezi lao la kwanza kufeli. Kama umependa video hii utastaajabishwa sana na kujua mengi usiyojua kwenye video 2 ambazo nimekuwekea hapo kwenye ukurasa wangu. Pia kama umependa, please share, comment and subscribe.